waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, bibi wanamuita Netanyahu, wengine B kwa sababu ya Benjamin, jana ameonekana rasmi kwa picha ambazo aliziweza kuzichapisha kwenye mitandao yake ya kijamii, huku hakiojiwa kuhusiana na tetesi zile ambazo zimekuwa zikizagaa kwenye mitandao kumhusu yeye na jambo lake la kufariki. Pamoja na hayo vile vile kumekuwepo na taarifa kutoka upande wa Iran kumhusu Benjamin Netanyahu pamoja na kujionyesha kwake hadharani. Yes, kwanza taarifa za Netanyahu katika kipindi cha vita na Iran zinashangaza sana, na kimsingi zinahusishwa na picha za kutengenezwa almaarufu kama AI, kwa sababu kuna kipindi cha vita ya siku 12 mwaka jana, Netanyahu alikuwa na posti kila siku katika mtandao wake wa X, lakini zaidi sana alikuwa na posti kila siku za kutoa briefing kuhusu taifa, lakini kuhusu dunia kwa wale maendeleo ya vita. Lakini mwaka huu imekuwa ni tofauti baada ya hotuba yake ya wiki iliyopita ambayo ilikuwa inaonekana kwamba alikuwa na zaidi ya vidole 6 ambayo ilikuwa sio kawaida kwa binadamu. Lakini katika hotuba vile vile, katika tamko la juzi ambao kimsingi kuna baraza la vita ambalo linaitwa War Cabinet, ambao ilikuwa inatakiwa Netanyahu aweze kutoa taarifa kuhusu nchi na maendeleo ya vita, hakuonekana kwa sababu zilikuwa zinatokea hizo rumors kwamba Netanyahu amekuwa ni mmoja kulengwa kuna shambulio ambalo kimsingi limefanyika na Iran. Lakini jana imechapisha picha mjongeo katika mtandao wake wa Instagram, kama vile ambavyo zilivyochapishwa picha mjongeo katika mtandao wake wa Instagram katika wiki iliyopita. Na video ya jana vile vile amezungumza, na katika ile video ukisikiliza anawaambia watu wa Israel waweze kuwa makini, lakini zaidi sana waweze kuchukua tahadhari ambayo zinatolewa na mamlaka husika za nchi ya Israel. Lakini zaidi sana anawaambia kwamba jeshi lao la IDF limekuwa likifanya kazi kubwa sana. Lakini vile vile ukitazama ile video ya jana vile vile imekuwa ikitengeneza maswali vile vile huko mtandaoni, kwamba kuonyesha kwamba ni video ambayo anakunywa kikombe cha kahawa, lakini kahawa ile imekuwa kama ikibaki vile vile haipungui. Kwa hiyo bado ni AI. Kwa hiyo bado kumekuwa kuna huo msintofahamu. Kahawa ambayo anakunywa Netanyahu haipungui. Katika War Cabinet ya juzi aitakiwa tu taarifa yeye hakuwepo, lakini kuna video ya juzi alionekana Netanyahu ana vidole 6. Kwanza kabla hujaendelea uchambuzi wako, utaendelea hapo kushikilia uchambuzi wa watu wengi sana na hata mimi niliona kuthibitisha kifo cha Netanyahu baada ya kuona cabinet ya juzi ya baraza lile lao la usalama ambalo huwa wanaketi na yule bwana kuto kuwepo na kiti chake kurithiwa na waziri wa mambo ya waziri wa ulinzi wa masuala ya ulinzi. Pale nikaona tayari inawezekana linalozungumzwa lipo na huyu bwana atakuwa ni miongoni mwa wale ambao tayari wameshashambuliwa. Lakini kwa video ambazo zimeachiwa rasmi jana, anahojiwa na anazungumza na raia wa pale, bado inadukuliwa kuwa ni AI mchungu kabisa, kwa sababu kuna maswali mengi kwa sababu kahawa ambayo anakunywa Netanyahu ni kahawa ambayo inaonekana kama haipungui, ambayo ni kitu ambacho ni sio cha kawaida ukitazama. Na kuna vita ya Irani, nafikiri kwamba inatuonyesha kwamba kumekuwa kuna matumizi makubwa sana ya mitandao au ya propaganda ambayo kimsingi zimekuwa zikitengeneza video mjengeo ambazo zinaonekana kwamba sio video za uhalisia. Hiyo sio hoja msingi. Hoja msingi ni kwamba muda utaamua kwamba Netanyahu ni mzima au tayari ameshafariki. Lakini la kujiuliza hapa ni kwamba kwa nini Netanyahu amechukua hizo habari? Kwani amekuwa gumzo tuulizane hivyo duniani? Kwanza Netanyahu huyo ana asili ya komando, amepita jeshini. Lakini Netanyahu ni kiongozi ambaye amepigana vita nyingi sana. Kwa mfano vita vya Lebanoni mwaka 82, vita vya mwaka 1973 katika vita vya Yom Kippur. Lakini zaidi sana Netanyahu ni kiongozi ambaye anaongoza chama cha Likud na aliingia mamlakani mwaka 1993 na miaka miwili baadaye
wao ndo waliongoza maandamano makubwa sana maarufu ambayo yalipelekea kuuliwa kwa Isaac Rabin, ambaye Isaac Rabin alipelekea kufanikisha makubaliano ya Oslo ambayo kimsingi yalikuwa yameanzisha kitu kinachoitwa Mandate of Palestine. Lakini zaidi sana Netanyahu ni kiongozi ambaye kimtazama amekuwa ni muafidhina katika kulinda misingi, kulinda itikadi na kulinda kile ambacho kinachoitwa utaifa wa Israeli. Na kimsingi hata jana kwenye video yake anasema kwamba nipo tayari kufa nikiwa nikitetea nchi yangu. Kwa hiyo ni kiongozi ambaye kimsingi amekuwa akilinda hiyo misingi. Lakini kuna Israeli umepita mawaziri wakuu wengi sana. Kwa nini yeye vile vile amekuwa gumzo? Wakati wa mawaziri wakuu wamepita wengi sana. Kwa nini? Netanyahu kwanza ni kiongozi ambaye hanatajwa amefanikisha sana mkakati ambao unaitwa wa Zionism movement. Huyu ana mpango wa kuifuta Palestina. Lakini Netanyahu ni kiongozi ambaye amepelekea kuwaangamiza wale ambao wanaitwa watu ambao wanawakwamisha kwenye ndoto yao. Wakina Mohamed Def, wakina Yahya Sinwar, Ismail Hania. Lakini vile vile tumeshuhudia juzi kile ambacho kinachoitwa kuweza kumuondoa Ayatollah Ali Said Khamenei. Hilo la kwanza. Lakini la pili, ndani ya Israeli kuna mawaziri wakuu wengi, wakina David Ben-Gurion, wakina Golda Meir, Ehud Barak, Ariel Sharon mtazama. Lakini kwa nini Netanyahu amekuwa akitajwa kwamba ni maarufu, ambaye amekuwa ni kiongozi ambaye akichukua taswira kubwa? Kwa sababu kwa mfano kila ambapo ameingia mamlakani, na huyu ni kiongozi ambaye amerudi kwenye waziri mkuu muda mrefu kuliko wenzake wote. Kwa hiyo kwa nini amekuwa akichukua vichwa vya habari? Cha kwanza ni mtu ambaye anapenda sana vita. Netanyahu ni mtu ambaye anaamini kuna vita kuweza kufikia amani. Yaani kwenye hilo nakumbuka usemi wa rafiki yangu Exaudi Mtei hapa. Baadaye tuko naye hapa. Anakuambia Netanyahu anapenda vita kuliko kula. Kwa hiyo naamini sana kwenye Netanyahu anaamini sana kwenye vita. Yaani wao wanaamini kwamba tupigane vita tuweze kufikia amani. Yaani hatuwezi kuipata amani kwenye mazungumzo. Yaani hatuwezi kupata amani kwenye mazungumzo. Tutaipata amani kwenye kutumia nguvu. Na huyu Netanyahu anaamini kuna dhana ambayo inaitwa manifest destiny. Yaani wao ni kizazi ambacho kimebarikiwa, umepewa ruhusa na Mungu ya kuweza kutanua na kuulisha mipaka yao ya nchi ya ahadi. Okay. Kwa hiyo kuna ile dhana ambayo nimesema inaitwa Zionism movement, harakati za kisiasa ambazo zimekuwa zikiongozwa na wale ambao wanaitwa Robist, amekuwa akitekeleza kwa kiwango kikubwa sana. Kwa mfano, mwaka jana Netanyahu na mwaka huu kuna mpango ambao unapigwa katika bunge la Israeli Knesset kuweza kuchukua kabisa na kuongeza makazi katika ukingo magharibi wa West Bank. Tazama, na umeshapita huo mpango. Na unakumbuka walianza kufanya tathmini ya kugawa viwanja kule kabisa kwa raia wa Kiisraeli. Lakini vile Netanyahu ni kiongozi ambaye anatajwa kwamba ni mtu ambaye ni master kwenye kufanya lobbying. Hususan katika kuwarobi viongozi marais wa Marekani. Huyu amemlobi wakina Bush mkubwa, Bush mdogo, kutazama Bill Clinton, kutazama Obama, kutazama Trump na Biden. Kwa ni kiongozi ambaye akienda kune ikulu ya White House, akirudi amekuwa akirudi na majibu yake mazuri sana kuhusu kile ambacho kimsingi imekuwa kikiwagusa taifa la Israeli. Kwa sasa yeye kuhusishwa kwake kufariki au kuwa mzima kumeibua maswali mengi, lakini unafahamu kwamba hakuonekana takribani siku 8 baada shambulio kufanyika kwenye makazi yake ambako yule kaka si mdogo wake kufariki. Aido Netanyahu kutoja kama amefariki. Lakini vile ukitazama kumekuwa kuna maandamano makubwa sana sasa hivi ndani ya Israeli yenyewe kuweza kuondolewa vikwazo kwa wananchi ambao wanasema kwamba unahisi kwamba hii vita sasa itaenda mpaka lini. Lakini kwa upande wa pili sasa tumeshuhudia Iran wanasema kwamba wao wataendelea kumtafuta. Sawa, kabla kwenda kwa Iran. Kiukweli kabisa hii vita bana, mambo mengi ambayo kimsingi kwa dakika zetu hizi hapa kuchambua hapa huwa tuzimalize. Mimi kabla kwenda kwa Iran na matamko ambayo wameyatoa. Ile video umesema nimeiweka hapa ili tuichambue. Umesema ile video na nini? Ile video Netanyahu akinywa kahawa haipungui. Tunaenda kuangalia hapa. Bwana, tunafanya uchambuzi mdogo tu hapa ili tukubaliane na mchungu. Na mimi nishaiangalia hapa, nimeona kuna factor inayosema mchungu kweli. Kwa hiyo nataka tuthibitishe hapa. Bwana, video ni hii hapa. Kwa hiyo msikilizaji wetu naye atakuwa anaisikia hapa. Kwa uchambuzi unafanyika mpaka
kwenye video wa VAR. Aleo uchambuzi wa VAR hatutaki kuacha kitu. Hii hapa twende chumba. Si ndio hii? ראש הממשלה אומרים ברשת שאתה בכלל מת? אני מת על קפה. anachukua kofia, sio? Anachukua hiyo imejadi juu. אתה רוצה לספור אצבעות? Anaonyesha vidole. Na hivi anaonyesha mkono. Kujibu ile anakunywa sasa. שרפ לאנשים שיוצאים ומתאווררים? לצאת להתאוורר, אבל ליד מרחב מוגן. Baada kunywa kutoa iko vile vile. Sasa hayo ni maswali ambayo kimsingi yamekuwa yakiibuka. Baada ya kunywa yani ile video baada ya kunywa kahawa alipotoa imejaa pale pale. Kwa hiyo ni sasa hoja msingi ni kwamba na mimi kwa mfoja nikauliza kama tuliweza kuwekewa video ya vidole 6 na dunia nzima ikaamini, ndio, lakini baadaye baada ya kufanyika uchambuzi mkubwa wa AI tukathibitisha kwamba yule sio Netanyahu. Je, hii video ambayo Netanyahu anakunywa kahawa si anakunywa si coffee, alafu hicho ambacho anachokunywa akipungui kaka, Mossad Shin Bet ndio ambao wameendelea sana kuna teknolojia. Wako vizuri. Wako vizuri sana, uwezi kukudinai. Wanaeka pesa katika utafiti. Ukichukua karibia nchi hata 10 au 20 kwa pamoja. Na ni mtaalamu mzuri wa teknolojia. Kabisa. Najua hiyo, yes. Vyo vyao vimekuwa vitengeneza wataalamu. Inaitwa hiyo ndo think tank ya dunia kwenye teknolojia. Kwa sasa vile vile hoja msingi ambayo nataja vile vile inaweza kawa labda ni fedhea kwa shirika kubwa kuweza kushindwa na taifa kama Iran. Sawa. Hasa kwenye mapigano haya. Tamko hili la Iran ambalo sasa wamelitoa linaweza kuwa muendelezo na vita vikali zaidi tunapoelekea, lakini inasemwa kwamba pale Marekani wenyewe sasa hivi hawaelewani, huku Trump haonekani ama haonyeshi namna gani anaweza kumaliza vita, ingawaje zinasemwa zile za huko ndani wenyewe wanasema kwamba jamaa huenda kamwachia Israel vita yake inapoelekea. Marekani hawezi kumwachia Israel vita yake. Hicho kitu hakipo na kitatokea mpaka Yesu anarudi. Kwa nini? Kwa sababu Marekani ni jicho la masikio na Israeli Mashariki ya Kati. Kwa hizi ambazo tunasema kwamba pengine hakuna akamwachia bwana mchungu mtaalamu Marekani, hakuna hawezi kumwachia Israeli. Popote ambapo Israeli yupo, Marekani naye anakuwepo kwa sababu ya master ya kijiopolitiki. Kwa hiyo swala lipo. Hoja ambazo Trump anaweza kufanya ni 3. Moja ni kujiondoa kwenye ule mzozo. Kujiondoa maana ni compromise. Sasa je, haitakuwa aibu kunifedhea dunia? Hilo la kwanza. Lakini la pili ni kupeleka majeshi. Kupeleka majeshi ndani ya Israeli, na inatajwa majeshi umepangwa mpango kupeleka majeshi zaidi ya 5,000 kwenye mlango bahari wa Hormuz. Mataifa ya NATO imeambiwa kwamba peleke majeshi, na Trump amemwambia kwamba kama wasipopeleka majeshi wategemee future mbaya ya safari. Lakini vile wameomba Japani, Uingereza, Ufaransa wapeleke majeshi kwenye mfereji wa Hormuz, kwa sababu unafahamu kwamba hotuba ya Mujtaba Khamenei alisema kwamba wanaenda kufunga mlango bahari wa Hormuz. Kama nakumbuka katika hotuba yake. Na kuna masharti ambayo waliyatoa Iran kwenye kumaliza vita, walitaka waweze kulipa fidia moja, lakini la pili ifanyike convention au recommendation, yani jumuiya ya kimataifa ikae, alafu litengenezwe azimio kwamba Iran haitavamiwa tena. Lakini zaidi sana amesema juzi Aragachi kwamba wao hawajaanzisha vita na hawajaomba kumaliza vita, kama kuweza kumjibu Trump ambaye alisema kwamba Iran sasa hivi wananibembeleza niweze kumaliza vita. Kwa kweli watu ambao wanasema kwamba eti Marekani atamwacha Israel peke yake, hakipo na hakiwezi kutokea. Chukua hiyo kutoka kwa mchungu. Hizo ambazo zinachambuliwa huko na zinazungumzwa kwamba Israel ataachwa peke yake kutokana na vita inayoendelea na Marekani, madhira hayo ambayo ameyapata, anasema hakiwezekani kwa sababu ya ushirika. Sasa mchungu, nimeona kauli ya Papa leo, sio? Amezungumza, lakini nimeona pia kauli kadhaa za viongozi mbalimbali. Lakini mashambulizi yameendelea usiku wa kuamkia hivi leo. Nafikiri baadaye pale tunaweza tukaja kumalizia na